Mwanamke mmoja aliyeishi maisha ya aibu katika mji wa Yeriko alikuwa akisubiri. Hakujua kwamba siku hiyo itabadilisha si tu maisha yake, bali historia nzima ya Israeli. Rahab, kahaba, alikuwa tayari kuwa shujaa wa imani. Yoshua ametuma wapelelezi wawili kuchunguza nchi ya ahadi. Lakini hawajui kwamba safari yao ya siri itategemea mwanamke ambaye jamii inamchukia. Hebu tuangalie jinsi Mungu anavyofanya maajabu kupitia watu ambao dunia inawadharau. Yoshua 2:1 inasema, Yoshua mwana wa Nuni akatuma wapelelezi wawili kwa siri kutoka Shitimu, akisema, nendeni mkachunguze nchi, hasa Yeriko. Wapelelezi hawa hawakuenda kwa bahati. Mungu alikuwa anawaongoza kuelekea mwanamke ambaye moyo wake ulikuwa tayari kumkubali Mungu wa Israeli. Yoshua 2:2-7 inaeleza, mfalme wa Yeriko akaambiwa, tazama, watu wa Kiisraeli wamekuja usiku huu kuchunguza nchi. Mfalme wa Yeriko akatuma ujumbe kwa Rahab, akisema, watoe watu waliokuja kwako, ambao wameingia nyumbani mwako, kwa maana wamekuja kuchunguza nchi yote. Lakini mwanamke alikuwa amewachukua wale watu wawili akawaficha. Rahab hakuogopa. Aliendelea kusema uongo kwa mfalme wake mwenyewe ili kuwalinda watu wa Mungu. Alisema, watu hao walikuja kwangu, lakini sikujua walitoka wapi. Wakati wa kufunga mlango gizani, watu hao waliondoka. Lakini ukweli ni kwamba alikuwa amewaficha juu ya paa chini ya mti wa kitani. Hii ilikuwa hatua ya kimkakati na ya imani. Kuna mambo matatu tuliyosahau. Kwanza, Rahab aliongeza maneno yake mwenyewe katika mazungumzo. Wapelelezi hawakusema watamwokoa, walisema tutakuwa huru dhidi yako. Lakini Rahab alisema, mimi na familia yangu. Alitaka wokovu kwa kila mtu anayempenda. Pili, nyumba ya Rahab ilijengwa kwenye ukuta wa mji. Hii ilikuwa sehemu ya maskini, lakini pia mahali pazuri pa kuficha wageni. Tatu, kamba nyekundu, si rangi yoyote. Ilikuwa ishara ya damu ya Pasaka. Kama vile Waisraeli walivyotia damu juu ya milango yao Misri, Rahab anaweka alama nyekundu juu ya dirisha lake. Mungu anatumia alama sawa za wokovu kila wakati. Rahab anasema maneno makuu zaidi katika Agano la Kale. Yoshua 2:9-11, najua kwamba Bwana amewapa ninyi nchi hii, na kwamba hofu yenu imetuangukia, na kwamba wenyeji wote wa nchi wameyeyuka mbele yenu. Tulisikia jinsi Bwana alivyokausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu. Moyo wetu ukayeyuka, wala hakuna tena moyo katika mtu yeyote kwa sababu yenu, kwa maana Bwana Mungu wenu ni Mungu juu uko mbinguni na hapa chini duniani. Mwanamke huyu aliyeishi nje ya agano anajua Mungu kuliko wengi wa Waisraeli. Anajua kwamba vita vimeshakwisha. Anajua kwamba Israeli itashinda. Anasema ukweli mkuu, Bwana Mungu wenu ni Mungu juu uko mbinguni na chini duniani. Hii ni utambulisho wa kimungu kamili. Wanyamapori wa Yeriko walikuwa wakishuhudia maajabu haya ya imani. Mwanamke huyu ana imani kubwa kuliko wengi wa watu wa Mungu wenyewe. Anaona kile ambacho hawakioni. Niliona jinsi alivyowaficha wageni hao kwa hatari ya maisha yake. Ni nini kinachompa ujasiri huo? Kutoka juu hapa naona kwamba Mungu anampenda kama anavyowapenda Waisraeli. Imani haina ukabila. Kamba nyekundu hii ni kama damu ya mwanakondoo wa Pasaka. Alama ya wokovu. Rahab anatuonesha mambo matatu muhimu. Kwanza, Mungu anatumia mazingira yetu magumu kama mahali pa utumishi. Nyumba ya Rahab ilikuwa sehemu ya aibu, lakini ikawa mahali pa wokovu. Mazingira yako magumu yanaweza kuwa ndio mahali ambapo Mungu anataka kukutumia. Pili, imani ya kweli inaonyeshwa kwa vitendo vya hatari. Rahab hakusema tu anaamini, alihatarisha maisha yake. Imani bila vitendo ni maiti. Tatu, Mungu anaokoa familia nzima kupitia imani ya mtu mmoja. Rahab hakufikiri tu juu yake, aliomba kwa kila mmoja aliyempenda. Imani yako inaweza kuwa njia ya wokovu kwa wengine. Leo Rahab yuko katika ukoo wa Yesu Kristo. Mwanamke aliyekuwa akidhaniwa kuwa mbaya zaidi katika jamii yake sasa ni shujaa wa imani katika Biblia. Tuombe. Baba wa anga, asante kwa Rahab aliyetuonesha kwamba imani haina mipaka ya kitabaka au kijamii. Kama alivyoamini na kutenda kwa ujasiri, tuongeze imani yetu na ujasiri wa kutumikia. Tufanye mazingira yetu magumu kuwa mahali pa ushuhuda wako.
Tuombe kwa familia zetu kama Rahab alivyoomba. Kwa jina la Yesu. Amina. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.